Mengi sana huwa tunayafanya, inawezekana ikawa tunajua maana yake au hatuwezi kufahamu maana yake, kwa sababu binadamu hakuna anayelijua kila jambo. Na ndio maana amri ya kwanza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomwamrisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, akamwambia lazima usome, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Huwezi kufanikiwa katika maisha yako Muhammad, lazima usome, lakini pia usome kwa jina la Mola wako ambaye aliyekuumba. Hiki ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu huwezi kukamilika utu wako wala ubinadamu wako wala heshima yako bila kuwa na elimu. Lazima tusome. Kutokana na kutokusoma kwetu au kutokujua, jambo ambalo si jambo rahisi sana la mwanadamu kuweza kujijua kwamba yeye hajui. Wengi sana ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowajalia kupata ucha Mungu na aliyowajalia kupewa uoni fulani na Mungu, hao ndio wanajijua kwamba mimi hapa na ninavyokwenda sio pahala pazuri. Sasa kutokana na kutokujua, tunaweza tukashindwa kutofautisha kati ya mambo mawili. Tunaweza tukashindwa au tunashindwa kutofautisha kati ya maasi na makosa. Inawezekana maasi tukasema hili ni kosa, na inawezekana kosa tukalitia katika maasi. Haya mambo mawili ni mambo muhimu sana kabisa katika maisha yetu kuweza kuyafahamu. Mmoja kati ya wataalamu, Abdurrahmani Aidoi, huyu ni profesa ambaye katunga kitabu chake cha sheria na kaelezea masuala ya jinai katika Uislamu. Na wanazuoni wengi, hata ipo bwana mmoja mnapo mwaka 1972, huyu ni Misri, alifanya PhD yake katika area hii ya masuala ya jinai katika Uislamu, makosa ya jinai katika dini ya Kiislamu. Akaelezea vizuri sana Abdurrahmani Aidoi, huyu ni profesa Nigeria. Katika kitabu chake anaelezea kwamba ni lazima ifike wakati Waislamu waweze kutofautisha kati ya makosa na maasi. Sasa kosa ni lipi na asi ni lipi? Makosa ni yale ambayo ukiangalia Qur'ani au katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yameonyeshwa pamoja na adabu yake. Yani katika lugha ya Kiingereza yanaitwa crime in Islamic Sharia. A crime and it is punishment, yani kosa pamoja na adabu yake. Kwa sababu misingi miwili ndiyo inayotegemewa. Primary source ya Islamic Sharia ni misingi miwili, Quran, baadaye tunakwenda kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Hii ni primary source, yani misingi mikuu katika sheria ya dini ya Kiislamu. Tuachilie mambo ya fikhi, tuyaweke mbali mambo ya fikhi, ndio yanaingia kwenye ibada zaidi. Kwa mfano saumu, zaka, hija, ndoa, hayo yanakwenda kwenye fikhi. Hata ukiangalia saumu, wengi wetu tunavyofahamu saumu tofauti na vile ambavyo ilivyoelezewa ndani ya Qur'ani. Tukipata wasa tutakuja huko kuielezea.
aya nyingi sana zilizokuja kwenye Qur'ani zilizokuja katika sigha ya saumu, yani mtu kufunga, basi zinakuja baada ya mtu kuwa kafanya kosa. Baada ya mtu kuwa kafanya kosa ndiyo inakuja aya, adabu yake fasiyamun shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamasa, kama hivyo inakuja fasiyamu 3 ayami fil hajji wa 7 idha raja'tum tilka 10 kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram. Inakuja kama hivyo kwenye Qur'ani naye. Sasa aya nyingi tunayoijua ni hii ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni aya maarufu, lakini watu hawaelezewi. Siamu imekuja kwa njia ya kafara, siamu imekuja kwa njia ya fidia, siamu imekuja kwa mtu ambaye aliyekula kiapo hajakitekeleza, siamu imekuja kwa mtu ambaye kaua lakini sio kwa makusudi, ili kusamehewa dhambi yake. Sasa huko tukuache, hiyo ni bahari ya fikri. Sasa katika bahari ya jinai, makosa ya jinai haya ni yale makosa ambayo yameelezewa ndani ya Qur'ani pamoja na punishment yake. Unayakosa kwenye Qur'ani, unakwenda kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Haya ndiyo kwenye lugha ya jinai, aljinaiya.